Naam, lakini kwanza ni mukhtasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Phyllis Mwate. Naam, hujambo msikilizaji, habari kuu asubuhi ya leo. Polisi mjini Istanbul wamekabiliana na waandamanaji wanaoipinga serikali, huku umati mkubwa wa watu ukikaidi tena marufuku ya mkusanyiko ya kumuunga mkono meya wa jiji hilo ambaye amefunguliwa mashtaka rasmi na waendesha mashtaka wa Uturuki kwa tuhuma za ufisadi. Maandamano vilevile yamekuwa yakifanyika katika miji mingine ikiwemo Ankara na Izmir. Ekrem İmamoğlu ameelezea hatua ya kufungwa kwake kama njama ya kumalizwa kisiasa. Waziri mkuu mpya wa Canada Mark Carney ameitisha uchaguzi wa haraka mwezi ujao. Kura hiyo itafanyika tarehe 28 mwezi wa Aprili. Baada ya kumtembelea gavana mkuu kuomba kuvunjwa kwa bunge, Bwana Carney amesema anatafuta kile alichokitaja kuwa ni mamlaka chanya na yenye nguvu. There is so much more to do to secure. Kuna mengi zaidi ya kufanya ili kuilinda Canada, kuwekeza huku Canada, kujenga Canada, kuunganisha Canada. Ndio maana ninaomba mamlaka chanya ya nguvu kutoka kwa wenzangu wa Canada. Nimeomba tu kwamba gavana mkuu alivunje bunge la kuitisha uchaguzi wa Aprili tarehe 28 na amekubali. She has agreed. Waziri wa ulinzi wa Ukraine ameyaelezea kuwa ya kujenga na yenye tija mazungumzo yaliyofanyika na taifa la Marekani siku ya Jumapili juu ya kusuluhisha mzozo wa nchi yake na Urusi. Katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii, Rustem Umerov amesema kwamba majadiliano yatakayofanyika Saudi Arabia yameshughulikia mambo muhimu ikiwa ni pamoja na sekta ya nishati ya Ukraine. Siku ya Jumatatu wapatanishi wa Marekani watakaa na wajumbe wa Urusi. Hapo awali mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff alionyesha kwamba kuna imani na kutakuwa na mafanikio katika mazungumzo hayo wiki hii. Na maafisa wa Hamas wameiambia BBC kuwa kiongozi wao mwingine ameuawa katika shambulizi la anga la Israel katika hospitali ya Nasser kusini mwa Gaza. Ismail Barhum ambaye ni mkuu wa masuala ya fedha wa kundi hilo alikuwa akipokea matibabu ya majeraha aliyopata katika shambulio lingine la anga siku 4 zilizopita. Hii ni BBC. Na taarifa kuu za dunia zimesomwa na Phyllis Mwate. Unasikiza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na matangazo haya yanasikika kupitia Milele FM na magharibi mwa Kenya ni West FM. Nchini Tanzania matangazo hayo yanapokea kupitia Zenji FM kule Zanzibar na Radio 5 Arusha, na kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiza kupitia Radio Muungano Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Unaweza pia kutoa maoni yako na baadaye tukasoma ujumbe wako kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Hii leo uko nami Sarafina Robi nikiwa katika studio zetu mjini Nairobi. Tukianza na taarifa kuu ni kwamba polisi mjini Istanbul wamekabiliana na waandamanaji wanaoipinga serikali, huku umati mkubwa wa watu ukidai tena marufuku ya maandamano ya kumunga mkono meya wa jiji hilo ambaye amefunguliwa mashtaka rasmi na waendesha mashtaka wa Uturuki kwa ufisadi. Maandamano pia yamekuwa yakifanyika katika miji mingine ikiwemo Ankara na Izmir. Ekrem İmamoğlu ameelezea hatua ya kufungwa kwake kama kumalizwa kisiasa bila sababu. Waandamanaji hao wameelezea kwa nini waliingia kwenye mitaa ya Istanbul. Tuna haki ya kupiga kura, tuna haki ya kuchagua yeyote tunayemtaka atutawale, lakini anachukua haki hiyo. Tunataka demokrasia, tunataka watu wachague viongozi wanaowataka, na tunataka uhuru wa kuchagua tunayemtaka bila wao kufungwa. Na kwingineko, polisi nchini Kenya wanasema wapiganaji wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa Al-Shabaab wamewaua askari wa akiba wasiopungua 6 wakati wa shambulio dhidi ya kambi ya polisi katika kaunti ya Garissa karibu na mpaka wa Somalia. Kuelewa zaidi kilichotokea, nimezungumza na Bashkash Jagsodey na anaanza kwa kuelezea kilichotokea.
Shambulizi ambalo lilitekelezwa na watu ambao wanaaminika kuwa wapiganaji wa Al-Shabaab lilitekelezwa muda ambapo kwa hakika unavyojua kuna tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kuanzia saa 9 usiku hadi saa 10:30 hapo ndio wakati watu wanakula daku. Walishambulia kambi ambayo ilikuwa inashikiliwa na askari ambao wanajulikana kama KPR. Sio askari hawa wa kawaida wa Kenya, bali ni askari ambao wameandikwa kutoka kwa mitaa ambao huwa wanalinda vijiji katika sehemu mbalimbali mkoa wa Kaskazini Mashariki. Kwa hivyo sasa tunapozungumza ni kwamba watu ambao wanaishi katika hiyo sehemu ambayo iko karibu sana na kambi ya Hagardere katika sehemu za Dadaab wako katika hali ya taharuki na wasiwasi mingi sana, kwa sababu hizi mashambulizi zilikuwa kama zimepotea kwa muda sasa, lakini sasa ni kama ya kwamba imerudi. Je, pengine kumetolewa ushauri wowote kwa raia kwa ujumla? Kwa serikali kwa upande wake ni kama ya kwamba wako wanatarajia ya kwamba kutakuwa na mashambulizi kama haya. Ni ya kwamba kwa muda sasa harakati za Shabaab kutekeleza mashambulizi katika nchi ya Somalia na katika sehemu kadha nchini Kenya imepungua kwa kiwango kikubwa. Kama ya kwamba askari wamerudia hali yao ya kawaida na ile kujitayarisha shambulizi haikuwepo. Kwa hivyo walipatikana na katika hali ambapo hawako wanatarajia. Kwa hivyo ushauri tu umetokea sasa wakati ambapo mashambulizi tayari yametokea, na wananchi katika sehemu hizo walijulishwa kwamba lazima wawe wanajihadhari na watu kama hawa ambao mara kwa mara huwa wanakuja kushambulia sehemu kadha katika mkoa wa Kaskazini. Naam, asante. Na kutokana na shambulio hilo, labda kuna tangazo la serikali ambalo limetolewa kuhusiana na kuimarishwa kwa usalama katika eneo hilo? Bado serikali inafanya uchunguzi na hawajatoa taarifa rasmi, lakini wanasema kwamba wamepeleka askari wengine katika sehemu hizo ili kulinda doria, na watafanya uchunguzi pia kujua ni eneo gani hawa watu ambao walitekeleza hizi mashambulizi wanatoka. Hadi sasa hatuna taarifa yote kutoka kwa kundi la Al-Shabaab kusema kwamba wao ndio wametekeleza hiyo mashambulizi. Pia kumekuwa na mashambulio kama haya ama yameweza kuripotiwa huo upande mwingine wa Somalia? Katika mwezi huu mtukufu kumekuwa na mashambulizi kadha nchini Somalia ambayo yametekelezwa na kundi la Al-Shabaab. Kumbuka ya kwamba serikali iliyoko katika madaraka safari hii, hatua ambayo ilichukua kupambana na Al-Shabaab ni ya kwamba waliwaangamiza viongozi wao na pia wakafunga biashara mingi ambayo ilikuwa inaendeshwa mjini Mogadishu na hao wakuu wa Al-Shabaab. Al-Shabaab wanataka tu kuonesha kwamba sisi bado tupo, ndio unaona wanapiga huko upande ya Somalia na pia wanapiga hapa Kenya, ili tu watu wajue tu ya kwamba wao bado wako wamedhoofika, lakini sio kusema ya kwamba wametolewa kabisa na wamemalizwa kabisa. Na sasa tuelekee viwanjani na Shadrack Mwansaso. Asante Sarafina. Mechi za hatua ya makundi kufuzu finali za kombe la dunia mwaka 2026 barani Afrika zimeendelea jana kwa michezo miwili. Kundi D, Eswatini wakiwa nyumbani wametoka sare ya kufungana bao 3-3 dhidi ya Mauritius. Kundi F, Kenya ama Harambee Stars wakiwa kwenye dimba lao la nyumbani la Nyayo mbele ya mashabiki lukuki waliofika kuitazama timu yao wameambulia kipigo cha bao 2-1 wakifungwa na Gabon. Mabao ya Gabon yamepachikwa na nyota ambaye pia ni nahodha wa taifa hilo Pierre Crespo Aubameyang, huku bao pekee la Harambee Stars la kufutia machozi likifungwa na fundi wa kutetemesha kamba Michael Olunga Ogada. Jumatatu hii kuna michezo itakuwa ikiendelea. Guinea Bissau wanawakaribisha Burkina Faso ama Burkinabe. Ivory Coast wako nyumbani dhidi ya Gambia. Namibia ni wenyeji wa Equatorial Guinea, huku Liberia wakicheza dhidi ya Sao Tome, na Jamhuri ya Afrika Kati wao wanachuana na Mali, huku Madagascar wakicheza na Ghana. Kwenye mechi za mchujo wa ligi ya mataifa Ulaya UEFA ligi zikichezwa usiku wa jana kwa michezo kadhaa, baadhi ya matokeo: Ufaransa wakiwa nyumbani wamechomoza na ushindi wa penalti 5-4 dhidi ya Croatia baada ya uwiano sawa wa kufunga na bao 2-2 baada ya kucheza mechi zote mbili. Nao wazee wa Bundesliga Ujerumani na wakisonga mbele bao 5-4 na Italia. Ureno wakaadhibu Denmark kwa kichapo cha bao 5-2 na Hispania wamesonga mbele kwa ushindi wa penalti 5-4 dhidi ya Uholanzi baada ya sare ya kufungana bao 3-3. Michuano hiyo ya UEFA inatarajia kuendelea
inaendelea tena leo hii Jumatatu kwa michezo kadhaa, ukiwepo mchezo wa England dhidi ya Latvia. Kwingineko kimataifa, uongozi wa klabu ya soka ya ligi kuu ya Italia Serie A Juventus wamemtimua aliyekuwa kocha klabu hiyo Thiago Motta, huku wakimtangaza kocha wao mpya Igor Tudor raia kutoka Croatia kama kocha wao mpya. Motta amekuwa na Juventus kwa muda miezi 9 tu. Mwisho wa dondoo za kimichezo asubuhi ya leo. Shukrani sana Sarafina. Na shukran pia Shadrack Mwansasu kwa taarifa hizo za spoti.